Ni mengi usiyoyajua kuhusu wasichana aliyowazaa Mzee Jomo Kenyatta. Kati ya watoto wote wa kike waliozaliwa na rais mwanzilishi Mzee Jomo Kenyatta, inasemekana ni Margaret Wambui na Christina Pratt peke yake ndio waliojihusisha kwa njia yoyote na masuala ya serikali na utumishi wa umma kama ndugu yao rais wa 4 Uhuru Muigai. Licha ya kuwa matendo na maisha halisi ya wanawake hawa yamesalia kuwa siri kubwa, siri tunazozifichua hapa hii leo. Hili ni simulizi la wasichana wote waliozaliwa na rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta kutoka kwa wake zake 4. Mtoto wa kwanza wa kike wa Mzee Jomo Kenyatta aliitwa Margaret Wambui Kenyatta na anakumbukwa zaidi kwa kuwa meya wa kwanza wa kike wa jiji kuu la Nairobi. Margaret Wambui alizaliwa tarehe 16 Februari mwaka wa 1928. Margaret alikuwa mtoto wa pili na wa mwisho aliyezaliwa katika ndoa ya Jomo Kenyatta na mkewe wa kwanza Grace Wahu. Kakake mkubwa aliitwa Peter Muigai na tumemjadili katika video tofauti ya historia ya wanawe wa kiume Mzee Jomo Kenyatta unayoweza kuitazama baada ya hii. Margaret Wambui alizaliwa katika hospitali ya Pumwani jijini Nairobi na akapewa jina lake hilo la Wambui kama kumbukumbu ya mama Wambui wa Kongo ambaye alikuwa amemzaa Mzee Jomo Kenyatta katika karne ya 19. Wakati Margaret Wambui akizaliwa, mzee wake Jomo Kenyatta alikuwa tayari ashajitosa katika ulingo wa kisiasa na akajiunga na chama cha kutetea haki za ardhi ya Wakikuyu kilichoitwa Kikuyu Central Association KCA. Mwaka mmoja baada ya Margaret kuzaliwa, ikiwa ni Februari 1929, baba yake Mzee Jomo Kenyatta akafunga safari kutoka bandarini Mombasa kuelekea Uingereza, safari ambayo ingemchukua Kenyatta mwezi mzima baharini na kisha akawasili London tarehe 8 ya mwezi uliofuata wa Machi 1929. Jomo Kenyatta alirudi nyumbani mwaka uliofuata wa 1930, lakini hata kabla ya Margaret kuwa na akili za kumtambua babake, mzee akaondoka tena kutoka Kenya mwaka wa 1931 na akarudi huko huko Uingereza. Baada ya Mzee Kenyatta kuondoka tena, angeishi Uingereza kwa miaka mingi bila kurudi Kenya, na Margaret Wambui Kenyatta angekaa bila kumjua babake kwa miaka 15 hadi pale Mzee Kenyatta aliporejea Kenya tena mwaka wa 1946. Kama mtoto mdogo, Margaret Kenyatta akalelewa na mamake Wahu pamoja na kakake mkubwa Peter, na waliishi katika nyumba ya Mzee Kenyatta iliyokuwa mtaa wa Gishungo katika eneo kubwa la Dagoretti, Nairobi, ambapo Mzee Jomo Kenyatta alikuwa amefanya kazi kama mkaguzi wa maji ama water meter reader wa mamlaka ya jiji kuu la Nairobi kabla yake kuondoka aende kutetea shamba za Wakikuyu Uingereza. Yote haya yalifanyika miaka mingi sana kabla ya Wakenya kupata uhuru wa kujitawala. Inaripotiwa kwamba nyumba yao wana Kenyatta ilikuwa karibu na ilipo leo shule ya watoto ya Dagoretti Children's Center. Kama msichana mchanga, Margaret Wambui alikuwa mtoto mwerevu na mwepesi wa maswali, huku kila siku akimwandama mama yake Wahu kwa maswali kibao kuhusu Mzee Jomo Kenyatta na sababu za baba yao huyo kuwaacha aende kuishi Uingereza. Zaidi, Margaret Wambui na kakake Peter Muigai wakajua mapema kutoka kwa mama yao na watu wengine kuhusu vuta ni kuvute zilizokuwepo kati ya wakoloni na Wakenya wa Afrika, hasa kuhusiana na unyakuzi wa ardhi na mashamba ya Wakikuyu pamoja na jukumu kubwa la baba yao Mzee Jomo Kenyatta katika mvutano huo. Katika enzi hizo za miaka ya 30, ni watoto wadogo wachache mno wa Kiafrika walioweza kupelekwa shule. Margaret Wambui Kenyatta alibahatika kupelekwa shule na mama yake, na alibahatika kuwa mtoto mdogo wa miaka 5 wakati alipoenda shule kwa mara ya kwanza. Margaret alianza elimu yake ya msingi ya kuhesabu, kusoma na kuandika kwenye shule ya chekechea ya Rudhimitu, na kisha baada ya hapo mamake akamuingiza kwenye shule ya kimishonari ya Church of Scotland Mission School iliyokuwa Togoto huko Kikuyu, ambapo babake Mzee Jomo Kenyatta alikuwa amehudhuria awali alipokuwa mvulana mdogo mwenye jina la Johnston Kamau. Huko Togoto Mission School, Margaret akawa mmoja wa viranja wa kike walioteuliwa kwa umahiri wake kama mwanafunzi. Alipohitimu mtihani wake wa shule ya msingi, Margaret Wambui alikuwa amepita sana, na pamoja na msichana mwingine mwenzake aliyeitwa Joan Wambui Getau wakawa wamefaulu kupita mitihani hapo Togoto Mission kiasi kwamba walihitimu kuingia shule ya sekondari. Tatizo lililokuwepo ni hili: Margaret Kenyatta na mwenzake Joan hawakuwa na popote pa kupelekwa licha ya kupita mitihani yao, kwani wakati huo wa 1940s hapakuwepo na shule zozote za sekondari za wasichana. Kwa nasibu njema tu, hiki kilikuwa kipindi ambacho Mzee Jomo Kenyatta, babake Margaret, alikuwa amerudi kutoka Uingereza kwa mara ya kwanza tangu mwanawe huyo wa kike alipokuwa kitoto cha miaka 3.
Margaret alikuwa amezoea kumuona babake kwa picha tu na kumsikia kupitia barua za mara kwa mara ambazo mzee alitumia familia yake kutoka huko alikoishi katika kijiji cha Storrington, kaunti ya Wessex, Uingereza. Basi wakati mzee akitua Kenya mwakani 1946, alikuwa tayari amejipa jina baina ya wanasiasa weusi waliokuwa bado wanapambania uhuru na ardhi yao nje ya msituni, hasa kupitia Kenya Africa Union KAU. Kwa kuwa alikuwa amesoma na kujiendeleza sana katika miaka yake hiyo alipokuwa ughaibuni, mzee Jomo Kenyatta alipofika akapewa usukani wa kuongoza na kupanua chama cha KAU. Hicho kilikuwa kipindi cha kabla yake kukamatwa na state of emergency kutangazwa, na ni katika wakati huu ambapo Jomo Kenyatta angekutana na watu kama Jaramogi Oginga Odinga kwa mara ya kwanza. Huenda ni kwa ushawishi wake huo ambapo Jomo Kenyatta alisaidia mwanawe wa pili Margaret kupata nafasi ya kusoma sekondari, licha ya kuwa hapakuwa hata na shule moja ya upili iliyosomesha wasichana pekee nchini Kenya. Inasemekana baada ya kumaliza na kupita huko Thogoto Mission School, shule aliyoisomea pia babake mzee Kenyatta, wasimamishi wa shule ambao bila shaka walikuwa wakoloni wazungu wakati huo wakaamua kwamba Margaret Wambui Kenyatta angekuwa msichana wa kwanza na pekee kukaribishwa asome katika shule ya upili ya wavulana ya Alliance Boys High School, ambayo ilikuwa ndio shule bora zaidi ya wavulana wa Afrika nchini Kenya wakati huo. Basi ikawa wakati alipofanyiwa admission kuingia shuleni Alliance mwaka wa 1948, Margaret Wambui Kenyatta alikuwa msichana wa kwanza pamoja na mwenzake katika historia ya Kenya kusoma shule ya upili, sio tu hiyo ya Alliance Boys High School. Margaret akapewa nambari ya usajili ama admission number ambayo ni 1000 kuashiria mwanzo wake spesheli katika shule hiyo, huku msomi mwenzake wa kipekee wa kike Joan akipewa nambari iliyofuata. Nambari zao za usajili za admission number zingewatofautisha na wasomi wenzao wa kiume waliopewa usajili wa admission number kufuatia mfumo ulioanzishwa wa number 1, yani admission number 001. Inasemekana mtu wa kwanza aliyekuwa amepewa admission number 001 wakati shule ya Alliance Boys High School ilipoanzishwa miaka 20 awali ilikuwa ni mjomba wake Margaret na ndugu wa mzee Jomo Kenyatta aliyeitwa Bwana James Muigai. Basi baada ya Margaret Kenyatta na Joan Wambui Gitau kujiunga na Alliance Boys High School kutokana na werevu wao, shule ya wasichana ya Alliance Girls ingezaliwa miezi michache baadaye, na wasichana 8 zaidi wakaja kama pioneers ama waanzilishi kusoma pamoja na Margaret na Joan kwenye shule mpya. Wakati shule ya wasichana ya Alliance Girls ilipoanzishwa rasmi, Abigail Kageha Indire angekuwa msichana wa kwanza Mkenya katika shule hiyo ya kifahari ya wasichana, na yeye ndiye angepata nambari ya usajili ya 001 hapo Alliance Girls. Ilipofika mwisho wa 1949, Margaret alihitimu kutoka Alliance Girls High School pamoja na shoga yake mwandani Joan, na wakati Joan akienda kuendeleza masomo yake shule ya Makerere University huko Uganda, Margaret Kenyatta akakata kauli kumfuata babake na akawa mwalimu katika chuo cha walimu cha Kenya Teachers Training College huko Githunguri, leo hii kaunti ya Kiambu. Kama mwalimu wa Kenya Teachers Training College Githunguri, Margaret Kenyatta alipata nafasi ya kufanya kazi na babake mzazi mzee Jomo Kenyatta ambaye alikuwa ndiye mwalimu mkuu kwenye shule hiyo. Mzee Kenyatta alikuwa amerithi uongozi wa shule hiyo kutoka kwa Peter Mbio Koinange, rafiki yake wa dhati aliyesafiri kuendeleza masomo yake huko Uingereza na kumwachia Kenyatta usimamizi wa shule yenyewe, kwani Kenyatta alikuwa amemuoa dadake Koinange, lakini dadake huyo akaaga dunia katika uzazi. Yote hayo yalikuwa yamefanyika kati ya 1946 na mwaka wa 1950. Kati ya alipohitimu sekondari 1949 na mwaka wa dharura wa 1952, Margaret Wambui Kenyatta angefunza bega kwa bega na babake mzee Jomo Kenyatta, na cha kustaajabisha zaidi kikiwa jinsi dada huyo alivyokuwa radhi kufundisha Waafrika wenzake bila kulipwa mshahara, hata kama kiongozi wa shule yenyewe alikuwa ni babake mzee Kenyatta. Margaret angeacha kazi yake ya kujitolea Githunguri ghafla ilipofika mwaka wa 1952, kwani shule za Kiafrika kama hiyo yao ya Kenya Teachers Training College zilipigwa marufuku na mkoloni mwaka huo, na ikatangazwa hali ya dharura ya kiusalama almaarufu kama Kenya State of Emergency of 1952. Kukamata kwa mzee Jomo Kenyatta tarehe 20 Oktoba 1952 kungemtatiza sana msichana Margaret, licha ya kuwa kufikia hapa yeye alikuwa mwenyeji wa siasa za babake na wanaume wenzake katika Kenya Africa Union KAU. Katika kipindi chake akifundisha Waafrika katika kivuli cha babake huyo, Margaret Wambui angejitosa sana kwenye siasa za sirisiri za ukombozi na uhuru alizoongoza mzee kisiri na kiwaziwazi. Baada ya Kenyatta na wenzake wakapenguria 6 kupelekwa korokoroni huko jela ya Locktown, Margaret akawa anamwandikia mzee wake barua za mara kwa mara kumpasha habari na hali ya familia na taifa nzima. Haingewezekana kwa dada huyo ambaye bado alikuwa katika miaka yake ya 20 kumwandikia barua babake mzee Jomo Kenyatta chochote
chochote kilichohusu siasa za ukombozi, kwani barua zote alizotuma wakati huo zilisomwa na wakoloni kwanza kabla ya kupokezwa mzee Kenyatta kwenye seli. Mzee Jomo Kenyatta pia anasemekana alipenda kumwandikia barua Margaret kumjuza kuhusu kilichomkuta huko gerezani mara kwa mara. Zaidi, Margaret Wambui alipenda kumtembelea baba yake Kenyatta huko Maralal alikoishia kufungwa wakati alipopata nafasi, na inasemekana alienda mara zaidi ya moja, licha ya kuwa safari yake kutoka Nairobi hadi Maralal ingemlazimu msichana huyo kusafiria nyuma ya mgongo wa malori ya mizigo kwa siku kadhaa. Wakati mzee Jomo Kenyatta na wenzake wa Kapenguria 6 walipokuwa mahakamani na korokoroni wakifungwa kwa mashtaka ya kusaidia Maumau, Margaret alihusika vikubwa kwenye mchakato kuwasaidia mawakili wa babake kukusanya stakabadhi mbalimbali za ushahidi wa kesi hiyo, kando na yeye kuhakikisha mzee wake alipelekewa dawa na vidonge vyote vya vitamini alivyohitaji kutuliza ugonjwa wake wa eczema. Wakati mzee Jomo Kenyatta alipowekwa ndani, Mhindi maarufu kwa jina la Ambu Patel kutoka Nakuru, rafiki wa Jomo Kenyatta, aliyemzawadi rais huyo koti lake maarufu la ngozi ambalo lingeishia kujulikana na kutambulika na wengi kwenye picha za baadaye za mzee Kenyatta, hasa picha za usiku alipokamatwa mzee. Pia alishiriki vikubwa kusaidia Margaret wakati huo wa miaka 50 Kenyatta alipokuwa korokoroni. Chini ya mabawa ya Ambu Patel, Margaret Wambui Kenyatta akawa na bidii sana ya kuhakikisha babake na pia kakake ambaye alikuwa ameshikwa katika misako ya state of emergency wameachiliwa. Kando ya shughuli alizofanya na Ambu Patel, Margaret Kenyatta alirudi Nairobi kutoka Kiambu na akawa anaishi katika nyumba nambari 27 mtaani Kariakoo Estate ndani ya jiji kuu. Kurejea kwake Nairobi ilikuwa kumsaidia mama yake na mwanawe mdogo ambao alikuwa amewaacha wanaishi huko Dagoretti. Kufikia kukamatwa kwake mwaka wa 1952, mzee Jomo Kenyatta alikuwa tayari ameanzisha ndoa mpya na Ngina Mohoho, mtoto wa chifu mmoja mkubwa maarufu kutoka Kiambu aliyesaidia mzee wakati aliporudi kutoka ugaibuni. Katika kipindi cha kati ya miaka ya 1953 na 1960, inaripotiwa Margaret Kenyatta angefanya kazi kadha wa kadha za kuajiriwa ndani ya jiji kuu, licha ya kuwepo marufuku dhidi ya Wakikuyu kutembea, kazi ambazo zilimpa kipato cha kuchunga familia yake, yaani mama yake na mwanawe mchanga wa kiume aliyeitwa John Kamau, mtoto ambaye angeishia kuwa jaji wa mahakama kuu ya Kenya, huku pia akichunga familia changa ya kakake Peter Moigai. Kwanza akaajiriwa kama karani wa kupokea simu katika kampuni ya ngozi ya East Africa Bata Shoe Company, na kisha akaishia kupata kazi aliyopewa na mfadhili wake Ambu H. Patel ambaye alimwajiri Margaret katika kampuni yake ya kuchapisha vitabu. Ni wakati akifanya kazi hii chini ya Ambu Patel ambapo Margaret Kenyatta angepata nafasi ya kusafiri Lodwar kumwona babake mzee Jomo Kenyatta kwenye jela hiyo ya Maralal. Wakati wote huo, dada huyo alijitambulisha kama Margaret Kamau katika shughuli zake za kila siku hadharani, kwani ingekuwa hatari kwake kama mwanaharakati kujitambulisha kwa jina la babake la Margaret Kenyatta. Wakati chama cha kisiasa cha People's Convection Party kilipoundwa mwaka wa 1956, Jomo Kenyatta bado alikuwa yupo jela na Margaret Wambui Kenyatta, wakati huo akiwa Margaret Kamau hakuogopa kujiunga kwa mmoja wa wanachama wa siri wa chama hicho, licha ya hatari iliyokuwepo ya kukamatwa na kuzuiliwa katika hali hiyo ya emergency. Kuelekea mwisho wa kipindi cha state of emergency, Margaret Wambui alisaidiana na mfadhili wake Ambu H. Patel na mke wa Patel aliyejulikana kama Laila, wakati Mhindi huyo alizindua mchango wa harambee uliolenga kuchangisha pesa za kushinikiza Jomo Kenyatta achiliwe kutoka jela. Chama cha KANU kilipoundwa mwaka wa 1960, Margaret Kenyatta alijiunga na chama hicho kama naibu katibu ama deputy secretary wa tawi lake la Kiambu, na baadaye angepanda cheo na kuwa katibu rasmi wa KANU ndani ya eneo nzima la Kiambu, nafasi aliyoshikilia hadi mwaka wa 1962. Mzee Jomo Kenyatta alipoachiliwa huru, uhusiano wake na mwanawe Margaret ukaendelea kunawiri kutoka pale walipoachia. Margaret akawa anafanya kazi kwa ukaribu na babake, waziri mkuu mpya, huku maisha magumu aliyoyapitia miaka ya 50 yakizaa matunda katika mwongo mpya wa 1960s. Kando na kuhusika vikubwa na siasa za ujenzi wa nchi mpya za babake mzee Jomo Kenyatta, Margaret Wambui alihusika vikubwa na haki na maendeleo ya Wakenya wanawake. Kufikia 1964, mwaka wa Jamhuri, Margaret Kenyatta ambaye tayari alikuwa amehudhuria mikutano kibao ya kimataifa kuhusu kesho ya wanawake wa Kiafrika nchini Kenya, akateuliwa kuwa rais wa Baraza la Kitaifa la Wanawake wa Kenya, National Council of Women of Kenya. Kwa juhudi zake za kutetea haki za wanawake na watoto, Margaret akapewa taji la Order of the Queen of Sheba na alipewa na Emperor Haile Selassie wa Ethiopia mwaka wa 1964.
Kufikia 1967, Margaret alikuwa mmoja wa wanawake wenye ushawishi zaidi nchini Kenya, na Rais Jomo Kenyatta akamteua kwenye tume maalum iliyoundwa ya kutengeneza sheria mpya za talaka na ndoa, marriage and divorce laws, ambazo zingetumika kuleta usawa kwa Wakenya wote waliokuwa wanandoa na waliofaidi zaidi wakiwa wanandoa wa kike wakati huo. Wakati wote huu, Margaret Wambui Kenyatta alikuwa amejitosa kabisa katika siasa za kuchaguliwa, na awali mwaka wa 1963, mwaka wa madaraka, alikuwa amewania na kushinda kiti cha diwani ama kansela wa wadi ya Dagoretti, Nairobi, alikolelewa na kuzaliwa. Margaret Wambui Kenyatta angechaguliwa mara 4 mfululizo katika wadhifa wake huo kama diwani wa Dagoretti. Katika kipindi chake kama diwani kwenye Nairobi City Council, Margaret Kenyatta akajulikana kwa kusimamia ujenzi wa kuboresha hospitali kuu ya uzazi jijini Nairobi ya Pumwani Maternity, na akahakikisha imepanuliwa kwa kuongezewa tawi jipya la kuhudumia uzazi na ujauzito. Margaret alijihusisha sana na masuala ya afya ya umma jijini Nairobi, yani City Public Health. Alifikia mafanikio makubwa zaidi wakati Margaret Kenyatta alifaulu kuchaguliwa kuwa naibu meya wa jiji kuu la Nairobi mwaka wa 1969, huku bosi wake akiitwa Isaac Lugonzo. Isaac Lugonzo alikuwa ameingia umeya mwaka wa 1967 baada yake kuhudumu kama naibu meya nyuma ya meya wa kwanza Mwafrika wa Nairobi aliyeitwa Charles Rubia. Margaret Kenyatta angetumikia jiji kama deputy meya wa bwana Lugonzo mwaka wa 1969 peke yake, na mwaka uliofuata wa 1970 akachaguliwa rasmi kuwa mwanamke wa kwanza wa Kiafrika aliyewahi kuwa meya wa jiji la Nairobi. Kabla ya Rubia kuwa meya wa Nairobi, wote walikuwa ni wazungu, na hata wawili wao wakiwa makaburu wanawake, mjane wa Lord Delamere aliyeitwa Lady Gladys Delamere aliyechaguliwa baada ya kifo cha mumewe mwaka wa 1938, na pia mwanamke mwingine Marjorie Needham Clark aliyekuwa meya wa Nairobi 1959 na 1960 ambaye alikuwa mzungu. Hata hivyo, nje ya jiji kuu, Mama Grace Onyango alikuwa Mkenya wa kwanza mwanamke kuwahi kuchaguliwa meya wa jiji kubwa, na alichaguliwa mwaka wa 1965 kuwa meya huko jijini Kisumu. Basi kuanzia tarehe 4 Agosti 1970, Margaret Wambui Kenyatta akaapishwa na kuanza uongozi wake kama meya wa jiji kuu. Kiti cha meya kilisalia katika mfumo wa uongozi wa Kenya hadi kilipoondolewa baadaye sana ilipofikia katiba mpya enzi za Rais Emilio Mwai Kibaki, na meya wa mwisho wa Nairobi alichaguliwa mwaka wa 2011 na aliitwa George Aladwa wa Orange Democratic Movement Party ODM. Margaret Kenyatta angesalia kuwa meya kwa mihula miwili kuanzia 1970 hadi mwaka wa 1976 kuelekea mwisho wa hatamu ya babake Mzee Jomo Kenyatta kama rais. Chini ya meya Margaret Kenyatta, Nairobi kukajengwa mitaa ya kisasa almaarufu kama estates iliyokuwa ya kwanza ya aina yake nchini Kenya na kwingi barani Afrika. Mitaa ya Jamhuri Estate, California Estate, Kariobangi South Estate, Buruburu Estate na Madaraka Housing Estate yote iliishia kwa mitaa maarufu iliyolea vizazi vya baadaye vya jiji la Nairobi. Linatolewa simulizi kuhusu fununu nyingi zilizozunguka maisha ya meya Margaret Kenyatta, ikiwemo ushirika wake na watu wengine wawili wa kihistoria, yaani Mama Ngina Kenyatta, mama wa kitaifa na mke mdogo wa babake, pamoja na J.M. Kariuki, mwanasiasa maarufu aliyeuawa kiajabu mwaka wa 1975. Katika siri na madai yanayoibuka miaka mingi baadaye, hasa kutokana na idara za ujasusi za nje kama CIA kufungua siri zao, Margaret Kenyatta na Mama Ngina wametajwa na kuhusishwa sana na ulanguzi wa pembe za ndovu na makaa, shughuli zilizokuwa zinafanyika nchini Kenya chini ya utawala wa Jomo Kenyatta. Zaidi, zipo ripoti nyingine zinazosambaa baina ya wasomi mitandaoni zikidaiwa kuwa ripoti za majasusi wa hiyo Central Intelligence Agency CIA zinazodai kufichua uhusiano wa siri uliokuwepo kimapenzi kati ya meya huyo wa Nairobi na J.M. Kariuki, licha ya kuwa J.M. Kariuki alikuwa ameoa wake kadhaa. Waliosema hayo wakidai uhusiano huo ulijulikana na wapo baina ya watu wakubwa katika serikali ya Mzee Jomo Kenyatta ambao hawakufurahishwa na hilo, huku ripoti kimtaja Paul Ngei, mmoja wa wanasiasa hatari na wanakapengulia 6 anayedaiwa alijulikana kwa kumwandikia Margaret barua kutoka jela alipokuwa amezuiliwa pamoja na wenzake ikiwemo mzee huko Lodwar na Locktown. Yote hayo hayajawahi kuthibitishwa. Baada ya kuondokea umeya alipobwagwa kwenye uchaguzi wa mwaka wa 1976, Margaret Kenyatta alienda kuwakilisha Kenya kama balozi wa kudumu kwenye Jumuiya ya Umoja wa Mataifa wa United Nations, kazi aliyoifanya hadi mwaka wa 1986. Kuanzia 1992
1962 hadi mwaka wa 2002, Margaret aliteuliwa na Rais Daniel Arap Moi kuwa mmoja wa makamishna wa tume ya kusimamia na kuendesha uchaguzi ya Electoral Commission of Kenya ECK. Ni baada ya uchaguzi huo wa 2002 ambapo ndugu yake mdogo Uhuru Muigai Kenyatta angewania na kushindwa katika kinyang'anyiro cha urais na Mwai Kibaki, ambapo Margaret Kenyatta alikata kauli ya kustaafu kabisa kutoka kwa siasa ya utumishi wa umma. Meya Margaret Wambui Kenyatta aliaga dunia mwaka wa 2017 akiwa bado amestaafu kwenye hali ya utulivu huko nyumbani kwake mtaani Lavington, Nairobi. Alikuwa na umri wa miaka 89, 89 years. Jenny Wambui Makena Geshaga Kenyatta, yote majina yake, ndiye mtoto wa pili wa kike wa mzee Jomo Kenyatta na alizaliwa mwaka wa 1951, na mamake Wanjiku alikuwa mtoto wa chifu maarufu Mbio Koinange. Mamake Jenny aliaga dunia akimzaa, na hili likapelekea mzee Kenyatta kuoa tena Ngina Muhoo Kenyatta baada ya muda mfupi. Jenny Makena Kenyatta alisalia yatima wa pekee katika familia ya baba yake mzee Jomo Kenyatta katika miaka na maisha yote kabla na baada ya mzee Jomo Kenyatta kuwa rais wa Kenya. Licha ya kufiwa na mamake utotoni, Jenny Kenyatta angeishia kuwa na familia yake na watoto waliofanya vyema pia, wengine hata wakifanya kazi na Rais Uhuru Kenyatta alipochaguliwa kuingia ofisini baadaye. Kando na kuwa mtoto wa Rais Kenyatta, Jenny Makena Kenyatta alikuwa mkimbiaji ama mwanariadha hodari wa mbio za masafu marefu, na hata wakati mmoja inarekodiwa kwamba mtoto huyo wa Jomo Kenyatta aliwahi kufuzu katika timu ya kinadada wa Kenya waliohitimu kuenda kushiriki mashindano ya mbio za Olimpiki za dunia za mwaka wa 1968. Pamoja na Lydia Stephens na Tekla Chemabwai, Jenny Makena Kenyatta alikuwa mmoja wa wanawake wa kwanza kutoka Kenya waliofuzu kuingia mbio hizo za 1968 Olympics. Jenny aliolewa na Udi Geshaga na pamoja wakazaa watoto watatu wanaoitwa Nana, Zoya na Jomo Geshaga. Huyo Jomo Geshaga alijulikana na wengi alipohudumu kama karani wa kibinafsi wa mjomba wake Rais Uhuru Kenyatta wakati Uhuru alipokuwa ikulu ya Nairobi, na hata zikawepo fununu tena kumhusu Jomo Geshaga wakati iliposemekana kwamba alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtangazaji maarufu wa televisheni Bi Ann Kigota. Nana Geshaga, mtoto mwingine wa Jenny Kenyatta, alifuata nyayo za mama yake kwa muda, na hata wakati mmoja akawahi kuwa baina ya wanariadha waliofaa kuwakilisha Kenya kwenye mbio za riadha za Olimpiki za 1996 Olympics. Nana Geshaga angeishia kuhudumu kama mkurugenzi wa jumba la serikali la mikutano la Kenyatta International Conference Center KICC wakati mjomba wake Uhuru Kenyatta alikuwa ikulu ya Nairobi. Haya ndiyo yanayojulikana kuhusu Jenny Kenyatta, msichana wa pili wa mzee Jomo Kenyatta na familia yake yote. Christina Wambui Pratt ni msichana wa tatu wa mzee Jomo Kenyatta, naye alizaliwa na mamake Ngina Muhoo Kenyatta mwaka wa 1953. Christina Wambui Pratt ni dada mkubwa wa Rais Uhuru Muigai, na pia yeye ndiye firstborn ama kifungua mimba kabisa wake mama Ngina Kenyatta na bwanake mzee Jomo Kenyatta. Yeye Christina ndiye mtoto aliyezaliwa baada tu ya mzee Jomo Kenyatta kukamatwa chini ya state of emergency mnamo mwezi Oktoba mwaka wa 1952, na Christina pamoja na dadake Jenny Makena ndio watoto wa mzee Jomo Kenyatta ambao walizaliwa katika muongo huo ambao mzee alizuiliwa wa 1950s. Wakati anazaliwa Christina, Margaret Wambui na kakake Peter, watoto wa kwanza kabisa wa mzee na wa huu, walikuwa wote wameshapata watoto wao. Wakati mzee Jomo Kenyatta angeruhusiwa baadaye kuishi na mkewe Ngina baada ya kutoka Locktown akiwa chini ya kifungu cha nyumbani cha house arrest huko Maralal, Christina Wambui Pratt alikuwa kisichana kidogo kilichoenda kuona babake kwa mara ya kwanza kabisa. Uzazi wa kakake Uhuru ulipangiwa hapo kwenye nyumba yao ya Maralal. Kwa miaka mingi ya utoto wake, wakati mamake akienda kumzuru mzee Kenyatta jela, Christina Wambui Pratt alilelewa na nyanyake aliyeitwa Ann Nyokafi Muhoo, mke tajiri wa chifu Muhoo wa Kiambu. Hao ndio wazazi wa mama Ngina Kenyatta. Kwa muda mfupi kuelekea mwisho wa kifungo kirefu cha mzee Jomo Kenyatta, msichana huyo Christina Wambui akaenda kuishi na mama na babake huko Maralal, kizuizini cha house arrest. Kuanzia mwaka wa 1962 hadi 1964, Christina Wambui aliishi na kuchungwa katika nyumba ya mzungu Derek Askin, ambaye alikuwa mwanachama wa bunge la kikoloni la Legislative Council chini ya serikali ya wazungu wa Kaburu, lakini alikuwa mmoja wa wazungu walioegemea sana upande wa Waafrika kama Jomo Kenyatta. Huyo ndiye mkoloni, sawa na ilivyokuwa hali ya Ambu Patel aliyejitolea kuchukua mmoja wa watoto wa Jomo Kenyatta na kuwalea kulingana na viwango vya juu vya kimataifa jijini Nairobi wakati huo. Hii inaashiria wazi connections na urafiki ambao Jomo Kenyatta alikuwa ameujenga baina ya viongozi wa kisiasa sio tu wa Afrika bali hata wazungu waliokuwepo Nairobi kipindi hicho.
Katika kipindi hicho, akiishi katika nyumba ya mzungu Derek Askin, Christina alihudhuria shule ya Nairobi Primary School na akapata elimu ya msingi iliyotosha. Baadaye sana kufikia 1965, wakati babake na mamake wakiwa ikulu ya Nairobi, akapelekwa shule ya St. George's Primary School na kisha baadaye akajiunga na Kenya High School. Kama ndugu zake baadaye, Christina Wambui Pratt alipomaliza masomo ya secondary, alienda ughaibuni kupata elimu ya juu. Alianza elimu yake katika jimbo la Pennsylvania, Marekani na kuhitimu na shahada ya elimu ya Special Education mwaka wa 1974. Christina angepata shahada yake ya pili ya Masters in Special Education mnamo 1976 kutoka chuo kikuu cha Lehigh University huko Pennsylvania, Marekani. Christina Kenyatta aliolewa mwaka wa 1980 na mumewe ni raia wa Kilebanon anayeitwa Victor Pratt. Watoto wao ni Celine Veney aliyezaliwa mwaka wa 1982, Ngina aliyezaliwa 1983, Nyokafi aliyezaliwa 1985 na Kitinda Mimba Jomo aliyezaliwa 1993. Ikiwa tarehe 21 Septemba mwaka wa 2013, Christina Wambui Pratt Kenyatta pamoja na familia yake walikuwa baina ya watu walioponea chupuchupu shambulizi la kigaidi la Westgate Mall attack jijini Nairobi, ijapokuwa mtoto wa mmoja wa ndugu zake alipoteza maisha hapo. Mtoto wa mwisho wa kike aliyezaliwa na Jomo Kenyatta alizaliwa na mama Ngina tarehe 22 Agosti 1963 na jina lake ni Anna Nyokafi. Anna Nyokafi leo hii anajulikana kama Nyokafi Muthama, akiwa ameolewa katika familia ya mwanasiasa maarufu kutoka Ukambani Johnson Muthama, na anaishi kaunti ya Makueni pamoja na mume na wanawe. Anna Nyokafi Muthama Kenyatta, dadake mdogo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, alitaja sana wakati ilipoibuka siri kubwa ya utajiri wa familia yake Mzee Jomo Kenyatta uliofichwa ughaibuni katika sakata kubwa iliyoitwa Pandora Papers. Anna Nyokafi aliibuka kama mmoja wa warithi wa mali mengi ya Mzee Jomo Kenyatta na mkewe First Lady Mama Ngina Kenyatta, ambao utajiri wao mwingi katika maeneo ya dunia ambapo huwezi kufikiwa na serikali yoyote.